Kibongobongo hivi sasa, moja kati ya stori kubwa ambayo kwa namna moja ama nyingine, hususan vijana wa Gen Z wamekuwa wakitupia macho ni wasanii ambao wanafanya muziki wa Bongo Flava, lakini pia wasanii ambao wanafanya tasnia ya Bongo Movie. Of course tumeshuhudia kuna matukio mengi sana ambayo yamekuwa kitokea Tanzania hata kabla ya uchaguzi. Hapa nikizungumzia matukio ya watu kutekwa na vitu kama hizo, lakini hatujaona wasanii wakijitokeza hata kukemea au kuzungumzia mambo kama hayo. Kumbuka kwamba msanii tunasema ni kioo cha jamii. Sasa taswira au kazi yake inatakiwa kuakisi jamii yake ambayo inamtazama, lakini pia kwa namna moja ama nyingine inakuwa inamsapoti. Umeona? Sasa kama jamii ina njaa, msanii ambaye jamii hiyo ndio inakuwa inamsapoti, inabidi awe hajala au kazi yake ijae maudhui ya njaa. Kwa namna moja ama nyingine watu wataona kama huyu mtu mbona anatugusa, au sio? Sanaa pia ni burudani, elimu, utambulisho, biashara. Kama tunavyoona sasa hivi Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba amekuwa akizungumzia jambo hili kwamba msanii anapokuwa anapiga show, hata kama ni show ya kisiasa, kwake inakuwa ni kama biashara. Kwa hiyo wasiwalaumu wasanii ambao walikuwa wanapiga kampeni na Chama cha Mapinduzi, kwa sababu kwao ni kama biashara, au sio? Lakini kubwa zaidi, wa Tanzania, wananchi Gen Z hawalalamiki kwamba wasanii walikuwa wanapiga kampeni na Chama cha Mapinduzi. Kuna jambo kubwa ambalo kama vijana Gen Z, lakini pia wananchi wanalaumu kwamba wasanii wa kibongo kwa namna moja ama nyingine wamekuwa hawajitokezi kwenye yale mambo ya kijamii yanapokuwa yanatokea. Kwa mfano matukio ya Oktoba 29 na kuendelea, lakini pia hata before Oktoba 29 kuna matukio mengi sana ambayo yametokea hapo nyuma. Watu wanatekwa, watu wanauawa, lakini hakuna msanii hata mmoja aliyepaza sauti, kwa sababu wasanii wanategemea jamii ambayo inawazunguka kwa sapoti kwenye kazi zao. Lakini pia kama nilivyosema hapa, sanaa ni burudani, watu wanaburudika, elimu, utambulisho, biashara ambayo tunaizungumzia hapa. Lakini pia kwa upande wa elimu na kwa upande wa biashara, hivi vitu viwili vina mitazamo tofauti sana. Watanzania wengi wanalalamikia wasanii ambao kwa namna moja ama nyingine wao wamefanya mziki kama biashara peke yake, lakini kuzungumzia mambo ambayo yanawahusu wananchi au jamii, wasanii wamejiweka kando. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kimetokea na kina trendi sana kwenye social media. Lakini kuna baadhi ya wasanii ambao kwa namna moja ama nyingine wanatumia vipawa vyao kufikisha ujumbe kwa jamii, lakini pia hata kwa serikali. Nitakupa mfano, Roma Mkatoliki ni moja kati ya wasanii ambao kitambo sana amekuwa akitoa nyimbo ambazo kama ni kuikosoa serikali ataikosoa serikali, lakini pia kama ni mambo tu ya kijamii atazungumzia. Kwa hiyo kuna baadhi ya wasanii ambao kwa namna moja ama nyingine walistendi upande wa wananchi kwa muda mrefu sana. Nitamtaja hapa Roma Mkatoliki, nitamtaja Nay wa Mitego. Hawa jamaa kutoa nyimbo hata kama ni za kuikosoa serikali kwa imekuwa ni kawaida sana. Tumeshuhudia mara nyingi sana BASATA wakifungia nyimbo za Roma Mkatoliki, lakini pia nyimbo za Nay wa Mitego, au sio? Unajua mpaka sasa hivi Roma Mkatoliki hayupo Bongo, yuko Marekani, na sababu kubwa ambayo imepelekea Roma Mkatoliki ashindwe kurejea Tanzania ni sababu ya ngoma ambazo amekuwa akitoa, lakini pia maudhui yake kuikosoa serikali na vitu kama hivyo. Kumbuka pia Roma Mkatoliki alishawahi kutekwa tu kwa sababu ya kutoa ngoma ambazo zinaikosoa serikali, au sio? Sasa tumeshuhudia Majizo hapa juzi kati, au sio, ameleta hili jambo na limekuwa kubwa mno. Majizo akafanya presi, akaombea msamaha wasanii kwamba wamekosea na vitu kama hivyo. Lakini kubwa ni kwamba kitu ambacho watu wanalalamika ni kwamba watu wametekwa, watu wanauawa, wapo rumande, wengine wamebambikiziwa makesi, watu wanapigwa, wanapotea, watu wanalawitiwa, serikali imekaa kimya. Kuna ile issue ya watu wasiojulikana, usio, ni moja kati ya kitu ambacho kinawafikirisha watu wengi sana kwamba hao watu wasiojulikana ni wakina nani ambao hata serikali inashindwa kuwatambua. Watu wanatekwa, wanauawa, lakini wasanii ukiangalia asilimia kubwa wamekuwa wakiimba sana mapenzi, kuisifia serikali, au sio? Ukiangalia kipindi tunakaribia kuingia kwenye uchaguzi, wasanii kibao A-list ya wasanii wa Bongo, nikizungumzia A-list na maanisha
wasanii ambao wanafanya poa sana kibongobongo. Tukianza na Simba Diamond Platnumz, lakini pia Ali Kiba, Harmonize, Rayvanny, Mario ni miongoni mwa wasanii wakubwa kwa sasa kibongo ambao wanafanya poa sana. Lakini ukiangalia matukio mengi sana yametokea, ukiangalia ngoma nyingi sana za wasanii ni mambo ya mapenzi na kuisifia serikali, lakini pia wamekuwa kitumia ngoma zao ambazo zimetrendi sana, wanazigeuza na kuzifanya kama ngoma za kuisifia serikali ambayo iko madarakani kupitia Chama cha Mapinduzi, au sio? Kwa hiyo wananchi tunafahamu kwamba ndio ambao wanaipa madaraka serikali, si ndio? Lakini pia serikali tunashuhudia kuna baadhi ya vitu ambavyo vinatokea watu hawapendezewi navyo. Tumeona jeshi la polisi namna ambavyo linakuwa likitenda kazi, au sio? Lakini pia bado wasanii wameshindwa kutumia sanaa yao kufikisha ujumbe au kukemea matukio ambayo yamekuwa kitokea kwenye jamii, au sio? Nadhani hiki ndo kitu ambacho kimepelekea wananchi wanalalamika. Kupiga show Chama cha Mapinduzi sio kosa, lakini kitu ambacho wananchi wana blame ni kwamba kuna matukio ambayo yanatokea ya kijamii zaidi, na jamii ndio ambayo inawasapoti wasanii, lakini wasanii wapo kimya na kazi yao ni kuisifia serikali. Of course unakumbuka video ya Diamond Platnumz akiwa na Ommy Dimpoz kwamba vijana wapige kazi, waache kuilaumu serikali, au sio? Oktoba 29 ni moja kati ya tarehe ambayo haitasahaulika kwenye masikio na vichwa vya Watanzania wengi sana. Tumeshuhudia vurugu ambazo zimetokea hapo katikati, Gen Z wamepoteza maisha. Ni tukio la kwanza kutokea Tanzania, halijawahi tokea jambo kama hili, lakini hakuna msanii hata mmoja A-list kwa mfano ametumia hata sanaa yake kukemea au kupikisha ujumbe kwa wananchi. Lakini kuna baadhi ya wasanii ambao kwa namna moja ama nyingine wamestendi na wananchi, wakisupport wananchi, wakikemea vitendo mbalimbali ambavyo vimekuwa vikitokea Tanzania. So nimekusogezea hapa listi ya wasanii ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakikemea, lakini pia hata wakisupport wananchi pale ambapo wanaona kuna vitu vinakuwa havijakaa sawa. Support hiyo ni hata kuongea, kukemea, kukosoa serikali na vitu kama hivyo. Tutaanza na msanii wa kwanza ambaye ni Lukamba. Lukamba amekuwa ni moja kati ya wasanii wa kizazi kipya ambaye kwa namna moja ama nyingine, hata ukiangalia kipindi hiki ambapo maandamano yametokea hapo katikati kuanzia tarehe 29 Oktoba wa Tanzania kupoteza maisha, Lukamba ni miongoni mwa wasanii wa muziki wa Bongo Flava ambaye unaweza kusema kwa namna moja ama nyingine alisimama na Watanzania kila wakati. Hakusita, lakini pia aliongea. Kumbuka kuna moja kati ya viongozi wa vyama vya siasa Tanzania amekamatwa na ana kesi ya uhaini. Lukamba pia ni miongoni mwa wasanii ambao amekuwa akiongea mara kwa mara kwamba wamwachie Tundu Lissu, hana makosa. Kwa hiyo ukiangalia kwa namna moja ama nyingine, hata kilichotokea kuanzia tarehe 29 Oktoba na kuendelea, Lukamba hakunyamaza. Muda wote alikuwa akizungumzia vitu vinavyoendelea, lakini pia alitoa mpaka nyimbo. Ilikuwa ni tarehe 8 ya mwezi Novemba, au sio? Ilikuwa inaitwa Msiba, kufuatia vifo ambavyo vimetokea Tanzania kuanzia tarehe 29 Oktoba, na akasema kabisa kwamba hii ni nyimbo kwa ajili ya familia yangu. Kumbuka hao watu ambao wamepoteza maisha, vijana wa Gen Z, ndo hao ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakiwasapoti wasanii. Umeona? Kwa hiyo wasanii pia wamepoteza watu ambao walikuwa na wasapoti wao kwenye kazi zao, lakini wengi wamekaa kimya. Lakini pia Lukamba aliweza kushare video siku za nyuma kupitia IG akiwa na vijana wengine wa mtaani kwake ambao wamejikusanya kwa pamoja wakiwa na maji ya kutosha. Kipindi kile ambapo mambo hayakuwa poa, alikuwa ni tarehe 4 ya mwezi Novemba, wakiwa na maji ya kutosha, wakatembelea hospitali ambazo zipo karibu na mtaa wao. Lengo ni kuwasapoti wale manesi ambao wamekuwa kiwasaidia Watanzania ambao walipatwa na majanga kuanzia tarehe 29 Oktoba. Of course aliweza kushare story hiyo na aliandika hapa kwamba sina mengi ya kuongea ndugu zangu, na choweza kusema maumivu yenu ni maumivu yangu. Hakika Mwenyezi Mungu ndo anayejua kila kitu. Mimi na ndugu zangu tulitembelea hospitali ya karibu na tunapoishi kuona ndugu zetu, madaktari wetu na maneti waliokuwa na kiu sana ya maji kutokana na kufungwa kwa maduka. Tulitembea umbali mrefu kutafuta maji huku roho zetu zikiwa mkononi. Hatukuwa na kikubwa cha kuwapa ndugu zetu. Poleni ndugu jamaa na wote walioondokewa na wapendo wao. Mungu yuko pamoja
na sisi na wapenda sana, alikuwa ni Lukamba. Of course kwa namna moja ama nyingine ameonyesha ni namna gani msanii anatakiwa kuwa, kurejesha kitu kwa jamii ambayo imekuwa kikusapoti pia. Kwa Lukamba ni miongoni mwa wasanii ambao kwa namna moja ama nyingine walistandi pamoja na wananchi. Tunaona sasa hivi wasanii wanalia, support kwenye muziki imekuwa ni ndogo. Wananchi wameamka sasa hivi, hawataki tena mambo ya kikudakuda, au sio? Lakini pia msanii namba 2 ukimtoa Lukamba alikuwa ni Rosalie. Rosalie ni miongoni mwa wasanii ambao wanafanya muziki wa Bongo Flava, lakini pia miongoni mwa wasanii wa kike ambao walistandi pamoja na jamii kukemea, kuzungumza. Tumeona vitu vingi sana Rosalie akiviposti kupitia mitandao yake mbalimbali ya kijamii, au sio? Na mpaka leo hii Rosalie ukipita kupitia akaunti yake ya IG utakuta kaweka bendera ya Tanzania ikiwa na mshumaa. Anaomboleza bado vifo vya Watanzania ambavyo vimetokea hapo katikati Tanzania. Lakini pia kupitia peji yake imekuwa ni moja kati hata ngoma ambazo pia naimba zimekuwa na ujumbe mkubwa sana kwa serikali, lakini pia pamoja na kwa jamii. Kumbuka tukio la kutekwa kwa Balozi Humphrey Polepole. Rosalie pia ni miongoni mwa watu ambao wameguswa mno na jambo hili. Mara nyingi sana amekuwa kiposti kwamba Polepole aachiliwe kama anashikiliwa, lakini pia vitu kama hivyo. Nakumbuka Oktoba 8 Rosalie kupitia IG yake aliposti ile video ya mama yake na Polepole, na Rosalie akaandika hapa kwamba kina mama wote Tanzania tunatakiwa kulia na mama yake Polepole. Tanzania ni watu wake na mizizi ya taifa letu ni haki, amani, utu, uadilifu na upendo. Kama ilivyo desturi yetu, akiumia jirani yako huwezi kucheza ngoma kwako. Prayers hapo kwa honorable ndugu Humphrey Polepole na familia nzima ya Polepole, au sio? Alikuwa ni Rosalie. Lakini pia hapo katikati Oktoba 29 na kuendelea, Rosalie ameguswa sana na matukio ambayo yametokea Tanzania. Tunafahamu kupitia peji yake ukipita utakuta vitu vingi sana ameposti na vitu kama hivyo. Lakini pia ngoma ambazo Rosalie kazitoa siku za hivi karibuni, kuna ngoma inaitwa Sauti za Maskini, humo ndani kaimba vitu vingi sana. Sasa hapa ndo tunazungumzia msanii kama kioo cha jamii, au sio? Kupitia hii ngoma kataja vitu vingi sana. Lakini pia tarehe 29 Oktoba baada ya mambo kutokea, au sio, Rosalie aliweza kuandika pia kwamba my heart bleeds for my country, nchi yangu Tanzania na kupenda kwa moyo wote, giza kuu hutanda karibu na mapambazuko, a new day will dawn. Alafu akaweka hashtag ya Mungu ibariki Tanzania, au sio? Rosalie akashare tena bendera ya Tanzania ambayo pia akaiweka kwenye DP yake na mshumaa pia kama kuomboleza, au sio? Ni Rosalie. Huyu ni msanii namba 2 ambaye kwa namna moja ama nyingine alisimama na Watanzania. Msanii namba 3 ni Chemical. Chemical ni msanii wa kike pia ambaye alisimama na Watanzania. Kumbuka Chemical pia alikuwa disappointed na namna ambavyo wasanii wa Bongo wamekaa kimya wakati matukio kama haya yanatokea, yanagusa watu ambao ni mashabiki, ni jamii ambayo inawasapoti. Kumbuka Chemical pia alitoa ngoma, na sasa hivi sio Chemical, ni Dr. Chemical. Tunafahamu kwamba amesoma sana. Chemical alitoa ngoma ambayo inaitwa Rest in Peace, ikiwa ni kuomboleza Watanzania waliopoteza maisha. Of course baada ya kutoa hii ngoma aliandika hii kwa heri ya lazima inatesa taifa, Rest in Peace soldiers, au sio? Lakini aliandika pia hapa kwamba honestly I'm deeply ashamed to call myself a musician and artist, let alone be part of this entertainment scene today. Ndugu zetu wa Tanzania tumewakosea sana, tafadhali msije mkasahau huu saliti wala msitusamee. Anasema kwamba honestly anajionea aibu sana hata kujiita kama yeye ni msanii, na akasema pia kwamba Watanzania ndugu zetu tumewakosea sana, tafadhali msije mkasahau huu saliti ambao kama sisi wasanii tumewafanyia, na akasema pia wala msitusamee. Kumbuka hii ilikuwa ni Novemba 5, au sio? Akaandika hapa, dear fans, please cancel us, we don't deserve your love, support or even your mercy. Kiukweli wasanii mnatia kichefuchefu, mnawezaje kuwa wabinafsi na wanafiki kiasi hiki? Shame on you. Alikuwa ni Chemical, lakini pia kwenye posti zake nyingi sana alionekana akisapoti na
kukemea pia baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa vikitokea, au sio? Lakini pia akasema yeye mwenyewe anajionea hata aibu kujiita msanii. Watu wanakufa, enzeni watu wanabaki kusifia serikali, lakini umesahau kabisa kuhusu jamii ambayo inawasapoti. Enzeni nakumbuka ilikuwa ni tarehe 6, siku 6 zilizopita hapa katikati. Kumbuka baada tu ya Majizo kuombea msamaha wasanii, aliposti pia hapa Chemical na kuandika, hii ni kubwa mno ambayo Chemical ameandika hapa. Aliandika kwamba msanii ni nani, akijaribu kumwelezea msanii kwamba ni mtu wa aina gani. Chemical alisema kwamba neno msanii linaenda mbali zaidi ya kauli tulioizoea kusikia, ni kioo cha jamii. Msanii ni sauti ya wasio na sauti, wale wanaonyamazishwa na hofu, ukandamizaji, kunyimwa haki au kukosa fursa na majukwaa ya kusikika. Katika historia ya binadamu, wasanii wamekuwa waandishi wa nyakati, wakitafsiri yaliyopita, kukabiliana na yanayoendelea sasa na kuonya au kuashiria yajayo. Kwa maana hiyo, msanii anakaribia nafasi ya nabii wa kijamii, si kwa kutabiri bali kwa kusema ukweli ambao unaweza kuumiza, kuponya au kuamsha fikra. Kuwa msanii ni wito, si bahati au kipaji pekee, na wito hubeba wajibu. Unapokuwa msanii unakuwa mtu wa umma, yani public figure, watu wanakutazama wewe, yani mtu ambaye sauti, matendo na msimamo wake pia vinaathiri watu wengi sana, hata wale wasiomjua binafsi. Hivyo basi uhuru binafsi hupungua, lakini uwajibikaji wa kijamii huongezeka. Leo wengi wetu tunazalisha burudani pekee, nyimbo za mapenzi na kukimbia uhalisia, au muziki usio na ufahamu wa kijamii, unconsciousness, tukijisemea hiki ndicho mashabiki ambacho wanataka. Lakini swali gumu ni hili: kwa nini pale wafuatiliaji wa kazi zetu au mashabiki wanapotuhitaji zaidi tunageuka kuwa daraja la kuwahalalishia wanaowakandamiza? Hapo ndipo mtu wa umma au msanii anapogeuka kuwa mtu mwenye ubinafsi, yani public figure, anasahau maana ya public. Mwisho kwa leo, majukwaa tulionayo leo, heshima ambayo tunapata, maisha ambayo tunaishi, na hasa maumivu pamoja na hasira za watu walizonazo juu yetu katika nyakati hizi, yote yamejengwa juu ya mapenzi na imani ya watu waliotegemea kwamba tutasimama pamoja nao, si juu yao. Ni huzuni kuona bado hatujajitambua na hatujatambua thamani yetu kama wasanii, au tumeichagua kuibadilisha kwa ajili ya kukubalika na wakandamizaji, kwamba wamegeuza sanaa kwa ajili ya kukubalika na wakandamizaji. Na kabla hujasema mimi ni mkubwa kuliko shabiki, tafadhali rejea nyuma, kabla ya subscribers wako, kabla ya followers wako, kabla ya likes pamoja na views pamoja na blue tick, that humble beginning. Kumbuka maisha yako before hapo yalikuwaje. Lakini pia akamalizia mwishoni hapa akasema, kabla ya spotlight na deals, rejea pale shabiki alikuwa kila kitu, na ulipokuwa unatoa tu tukisikia not to dominate. Alikuwa ni Dr. Chemical, ameandika hapa. Comment ni nyingi sana kama msanii, au sio? Ni Chemical miongoni mwa wasanii ambao walisimama na Watanzania. Tumeanza na Lukamba, Rosalie, Chemical. Lakini pia nitakuja na msanii mwingine anaitwa Rose Ndauka. Rose Ndauka of course ni miongoni mwa wasanii wa Bongo Movie kitambo sana kwenye game, na kwa muda mrefu sana amekuwa akitumia majukwaa yake mitandao ya kijamii kukosoa hata serikali sometimes, mambo ambapo yanaenda so poa. Ukipita kwenye peji yake hata before Oktoba 29 amekuwa akiposti vitu vingi sana. Rose Ndauka ni miongoni mwa watu ambao wamepaza sauti sana, hata Tundu Lissu alipokamatwa na kupewa kesi ya uhaini, lakini pia kutekwa kwa Polepole na vitu vingine vingi sana. Nadhani watu ambao wanamfuatilia Rose Ndauka watanielewa na maanisha kitu gani, au sio? Lakini pia msanii namba 5 ni Muna Love. Ni miongoni mwa wasanii ambao wapo kwenye game kitambo sana. Muna ni miongoni mwa watu ambao hata kipindi hiki pia bado amekuwa akihuzunishwa na matukio yaliyotokea Tanzania kuanzia Oktoba 29. Amesapoti sana na kuposti picha za watu wakitafuta ndugu zao na vitu vingine kama hivyo. So kwa wale ambao wanamfuatilia Rose Ndauka watanielewa kitu gani na maanisha, au sio? Ameguswa sana na matukio yaliyotokea, amekosoa sana serikali na vitu vingine kama hivyo. Ni miongoni mwa wasanii ambao kusema kweli wamekuwa na Watanzania kila wakati, au sio? Wanajua nini maana ya kuwa msanii. Ukimtoa Rose Ndauka, nitakwenda kwa wakazi
Wakazi bwana ni moja kati, of course ni mwanasiasa pia. Wakazi alikuwa ni mwanachama wa chama cha ACT Wazalendo, au sio? Lakini Wakazi bwana kwenye swala zima la kukosoa serikali kwake ni kawaida sana. Wakazi kukosoa serikali kwake ni kawaida sana. Kwa wale ambao wanamfahamu Wakazi, nadhani hata alipojitokeza Majizo kuombea msamaha wasanii, Wakazi ni miongoni mwa wasanii wa kwanza kabisa kumkosoa Majizo kwamba umekosea, au sio? Kwa wale ambao wanafahamu na wanajua nini nakizungumzia hapa, hata ukipita kwenye peji sasa hivi ya Wakazi utakuta akaposti video nyingi sana, matamko ya viongozi wengi sana akikosoa na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia nitaenda mbali zaidi, msanii mwingine ambaye amekuwa akifanya hivyo ni Nay wa Mitego. Nay wa Mitego ametoa ngoma nyingi sana za kuikosoa serikali, lakini pia kusemea jamii. Wakati mwingi sana amekuwa akisimama na Watanzania, au sio? Hakuna mtu ambaye amjui Nay wa Mitego. Kwa hiyo ni miongoni mwa wasanii ambao walisimama na Watanzania kila wakati, of course pale mambo ambapo yanatokea hayapo poa, au sio? Msanii mwingine ni Roma Mkatoliki ambaye kwa sasa hayupo Bongo, sio? Tunafahamu Roma Mkatoliki kitambo sana amekuwa akitoa ngoma za kuikosoa serikali, au sio? Lakini pia sio tu kuikosoa serikali, kuna historia kubwa sana ya Roma kwenye game. Alishawahi kutekwa, akapatikana kule Ununio, kapigwa kinoma, au sio? Kaingia Marekani, hajarudi Bongo tena, lakini bado still amekuwa akisemea Tanzania, na mpaka kesho amekuwa bado akisemea jamii ya Tanzania, akiimba ngoma pia za kuikosoa serikali. So still bado hajaacha. Roma Mkatoliki kitambo mno amekuwa akitumia sana yake pia kufikisha ujumbe kwa jamii, kukosoa serikali na vitu vingine kama hivyo. Hawa ni baadhi tu ya wasanii ambao kwa namna moja ama nyingine wamestandi pamoja na wananchi katika kila kitu. Ukiangalia hapa kuanzia Oktoba 29 kuna wasanii A-list kwa mfano wamekaa kimya kabisa. Nitamzungumzia Diamond, Alikiba, Harmonize, Rayvanny, wapo kimya kabisa. So ni baadhi tu ya wasanii ambao nimewataja wamestand na wananchi kwa wakati fulani ambapo wananchi walikuwa wanahitaji. Nitaliacha kwako hili, au sio? Tochee maoni yako, tutajie pia msanii ambaye unaona hatujamtaja hapa, lakini kwa namna moja ama nyingine ni miongoni mwa wasanii ambao wamekuwa kisapoti jamii, wakiwa pamoja na jamii, wamekuwa kikosoa serikali na vitu vingine kama hivyo. Watu hawajalaumu kwamba wasanii wamepiga show Chama cha Mapinduzi wameingiza pesa. Watu ambao wanalaumu ni kwamba wasanii wameisahau jamii yao, au sio? Kuna baadhi ya vitu vinatokea kama wasanii kioo cha jamii wanatakiwa kuzungumza, lakini wamekuwa kikaa kimya. So shana sisi hapo, drop your comment, wasanii gani ambao unaona kwa namna moja ama nyingine wakati mwingi sana wamekuwa kisimama pamoja na wananchi, au sio? Drop your comment. Lakini kwa story nyingi za kiburudani make sure kwamba unakaa na sisi karibu kila wakati.